silaha ya Bwana. Bwana wetu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba tuchukue silaha. Bwana wetu asifiwe. Kila askari ambaye anaenda katika vita haendi hivyo, lakini huenda ya kwamba amejiandaa. Akienda katika vita anajua ya kwamba huko vitani si kwa raha mstarehe. Bwana wetu asifiwe. Katika vita kuna mambo ambaye ni mengi ambaye askari huwa anakutana nao. Unakumbuka juzi on 12 wakati wenye walikuwa wametoka Haiti, wenye askari wote walikuwa Haiti. Ukiwauliza ni vile hakuwa na chance ya kusema kile ambaye walipatana naye kule Haiti ilikuwa mengi. Bwana wetu asifiwe. Na niposa hao askari hata ungewaangalia walikuwa wamejiandaa na walikuwa wanajua kwamba hawakuenda kucheza huko Haiti, walienda katika vita. Bwana wetu asifiwe. Na kwa sababu walikuwa wameenda katika vita, hao askari walikuwa wamejiandaa. Hata ungewaangalia hiyo siku walikuwa na bunduki zenye walikuwa wanatumia. Wengine walikuwa wameshika, wengine walikuwa wameshika na mkono, wengine walikuwa wameziweka chini, zikiwa zimeandaliwa ya kwamba ile kama zitakuwa. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo katika hii dunia katika hii maisha yetu ya Wakristo lazima tujiandae, kwa sababu tuko vitani. Bwana wetu asifiwe. Bwana wetu asifiwe. Katika hii maisha tuko katika vita, na kwa sababu tuko katika vita tutajiandaa aje katika hivi vita? Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu shetani ni mkali sana na anahuruma kama simba. Bwana wetu asifiwe. Akiangalia mtu mwenye atamaliza. Bwana wetu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu wewe uko vitani. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo kile kitu nataka kukuelezea ama ushike katika maishani mwako, ama ushike ikiwa ni kitu ya maana, ni ya kwamba wewe ujue uko katika vita. Bwana wetu asifiwe. Na mtu ambaye anaenda vita unafaa kujiandaa. Bwana wetu asifiwe. Na niposa hapo dini ya leo inakuja kwamba you are taking the armor of God, ya kwamba tuchukue silaha za Bwana. Bwana wetu asifiwe. Tungeomba our brother Michael atusomee Ephesians chapter 6 from verse 10 to 18. Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Michael, we are waiting for you. Ephesians chapter 6 from verse 10. Yes. Biblia inasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika kuweza kwa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari kupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule muovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Kwa sala zote na maombi mkisali katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Amen. Bwana akubariki sana. Hapo katika verse 10 inasema, finally be strong in the Lord and in his mighty power. Bwana asifiwe. Tunaona
maumbile yake ni kama mtu ambaye, kwa sababu huwezi tuma askari ambaye ako wiki. Bwana asifiwe. Ukikuwa ndio uwe the qualities of you being a soldier, lazima wewe uwe mtu ambaye ako strong. Bwana asifiwe. Kwa sababu huwezi kwenda kupigana vita ukiwa mnyonge. Bwana asifiwe. Huwezi kushinda vita ukiwa mnyonge. Na ndiposa hapo Biblia verse 10 inasema finally be strong in the Lord. Bwana asifiwe. Kwa nini tunaambiwa ya kwamba uwe na nguvu katika Bwana? Kwa sababu gani? Kwa sababu unaenda vita. Bwana asifiwe. Wewe unaenda vita. Na katika vita inataka mtu ambaye ako strong. Inataka mtu ambaye kiungo kyake ni kikubwa. Yaani hata vita yote ama yote ambaye anaweza pikana naye, huyo mtu ataweza. Bwana asifiwe. Na ndiposa hata wakati tunachagua askari, sijawahi ona askari mfupi. Bwana asifiwe. Ni vigumu sana kupata askari mfupi sana. Kwa nini? Kwa sababu unapata ya kwamba huyo askari ama ana mwili kadogo, ni vigumu. Bwana asifiwe. Wanaangalia vizuri, wanaangalia kiwango ati huyo mtu hata akisimama ataweza kubeba hiyo bunduki. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Anatakikana askari ambaye ni strong, askari ambaye ako dhabiti. Bwana asifiwe. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba ati we be strong in the Lord. Bwana asifiwe. Katika ukubwa ama katika his mighty power. Bwana asifiwe. Tunatakikana tuwe strong. Bwana asifiwe. Na kuwa strong, tutakuwa strong namna gani? Bwana asifiwe. Na ndiposa hapo mbele inasema ya kwamba put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Bwana asifiwe. Kwa nini tunakuwa ya kwamba tunatakikana tuwe strong? Kwa sababu shetani ako na mambo yake yote. Kiswahili zingine ni ngumu, lakini Bwana asifiwe ataniwezesha. Bwana asifiwe. The devil is there looking down and he has a lot of schemes. Ya kwamba anataka kuona ya kwamba anataka hata mtu mmoja afike mbinguni. Bwana asifiwe. Shetani amejitayarisha ya kwamba aone ya kwamba hakuna mtu atafika mbinguni. Bwana asifiwe. Na ndiposa tunaambiwa ya kwamba we be strong. We be strong. Na tuweke silaha zote za Bwana. Na tukiweka silaha zote za Bwana, tutakuwa watu ambao wamejiandaa, wameenda katika vita. Bwana asifiwe. Kwa sababu shetani ako na mambo zake, anataka tuanguke, anataka tusifike mbinguni. Bwana asifiwe. Ile kitu nataka kuwaelezea kwamba ati shetani anataka kila wakati he's wrestling against the rulers and we are wrestling against the rulers and authorities from the evil one. Kwa sababu gani? Tunajua kwamba shetani amejiandaa na akona mipango yote mibaya, anataka tusifike mbinguni. Na ndiposa kila siku anatamani ya kwamba anatujaribu na njia zote ya kwamba tusifike mbinguni. Na tuko katika hii majaribu ya kwamba shetani anatuletea ni aina mingi. Bwana asifiwe. Na ndiposa anajaribu kila siku. Na Bwana anajua kwamba kama hii wakati ambaye ni wa grace, hii wakati ambaye si wa sheria, anajua kwamba sisi ni wadhaifu na sisi hatufuati sheria. Bwana asifiwe. Tunasema ya kwamba tuko katika grace, tuko wakati wa neema. Kwa hivyo anaona ya kwamba hii wakati ambaye hatufuati sheria ama hatuhukumiwa kwa sababu ya sheria, anajua ya kwamba hii ndio muda mzuri sana kwake ndio aweze kututeka nyara. Bwana asifiwe. Ndio tusiweze kufika mbinguni. Na wacha nikwambie, tunapigana na mapepo ambayo inatawala hewani. Bwana asifiwe.
tusiweze kufika mbinguni. Bwana wetu asifiwe. Akajua ya kwamba ile furaha iko mbinguni ni tele. Na ndiposa hata wakati alikuwa huko, tunaona ya kwamba alirushwa chini kwa sababu alitaka kutawala, ama alikuwa anataka kuoverturn au kuoverthrow God. Bwana wetu asifiwe. Na ndiposa akatupwa katika giza la shimo la giza. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo tunajua kwamba shetani anajua ya kwamba kuna furaha tele katika mbinguni. Na ndiposa huwa anajaribu kila siku, anatumia kila mbinu tusifike mbinguni. Anatumia njia zote, anajaribu kila njia tusifike mbinguni, kwa sababu anajua mbinguni ni kuzuri, mbinguni ni kutamu. Na ndiposa kila siku uwe unatamani upigane na huyu shetani, kwa sababu shetani hataki tufike mbinguni. Na pia kupigana na shetani ni kuwa strong in the Lord, na kuweka silaha zote za Bwana ndio tuweze kupigana na yule mwovu. Tunaona ya kwamba askari ndio aweze kukiwa na adui. Hata katika hii nchi yetu ikiwa na adui, tunatafutana wale askari wako very strong, na mostly wanakuanga army, wanajua kutulinda katika mipakani yetu, kwa sababu wanajua kwamba hawa askari wako na kila silaha na wataweza kupigana na ile adui ambaye anaweza kuja katika nchi yetu. Na ndiposa hata sisi anajua kwamba shetani anajua kwamba ameweka silaha zake zote, lakini silaha hizo zote tunaweza pigana nazo tukiweka silaha zote za Bwana. Bwana wetu asifiwe. Hapo tukiweka silaha zote za Bwana ndio tutaweza kushinda yule mwovu shetani. Bwana wetu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba kila ambacho tunatembea tuko katika vita. Bwana wetu asifiwe. Ujue maisha ni vita. Maisha ya mtu ambaye anaitwa mwokovu unakuwa kwa kiroho, unakuwa katika vita. Wakati ulikubali Yesu, ukasema kwamba namkubali Yesu, ujue ya kwamba umeingia katika battlefield. Bwana wetu asifiwe. Ndio ujue ya kwamba kila siku utembeapo, ufanyapo chochote kile unafanya, ujue ya kwamba wewe uko vitani. Maisha yako iko kwa vita. Kila siku uko kwa vita. Bwana wetu asifiwe. Na ndiposa ujue ya kwamba Mungu naye ni mwaminifu, ya kwamba anataka tunajua kwamba tuko katika vitani, hakutuachilia hivyo. Bwana wetu asifiwe. Hakutuachilia tuende katika tuuane na maadui huko kama hatujajitayarisha. Na ndiposa hapo neno la Mungu linasema ya kwamba tuchukue silaha za Bwana. Bwana wetu asifiwe. Sahihi niko kwa introduction, sijafika kwa the armor of God. Bwana wetu asifiwe. Nataka kuwatayarisha mjue ya kwamba kwa nini tunafaa kuwa na silaha za Bwana. Na ndiposa alijua ya kwamba hata tuwachilia hivyo, kwa sababu tukienda tukiwa kama hatuna silaha, shetani mishale yake ataleta na itaweza kutuangusha na tuweze kushindwa. Bwana wetu asifiwe. Na ndiposa katika hiyo vita, katika ile battlefield, alituletea akatuambia kwamba chukueni hizi silaha za kiroho. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu vita yetu si vita ambayo tunapigana katika kimwili, tunapigana katika maroho, kiroho. Yaani tunapigana katika kiroho. Bwana wetu asifiwe. Na hapo hata Pastor ilisema ya kwamba for our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against the authority, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Tunakuta ya kwamba sisi hatupigani na kimwili, tunapigana katika kiroho. Na kwa sababu tunapigana katika kiroho, lazima Mungu ajione ya kwamba if these people are left exposed, watu kama hawajivaa vizuri, au watu wakiwachwa hivyo watashindwa. Na ndiposa Mungu ni mwaminifu, akatufikiria, akatuambia kile ambacho chochote tunavaa kuvaa
kushinda yule mwovu shetani. Bwana wetu asifiwe. Biblia inasema katika 1 Peter 5:8. Tusome 1 Peter 5:8. Verse 8. Petro wa kwanza sura ya 5 kuanzia mstari wa 5. Vivyo hivyo ninyi vijana. 1 Peter 5 verse 8. Verse 5. Mimi nasema hivi. Verse 8. Mstari wa 8. Muwe na kiasi na kukesha. Kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye huzunguka akitafuta mtu amumeze. Amen. Bwana asifiwe. Kwa nini tunafaa kujiweka sindano? Kwa sababu shetani anazunguka. Bwana asifiwe. Hatumuoni. The Satan is usually in the spirit. Bwana asifiwe. Yeye si mtu, anakaa tu huko akizunguka. Humuoni akizunguka. But the Bible says he's roaring like a lion and he's roaming around. Bwana asifiwe. Yeye kila kazi yake ni kutembea. Katika the spirit anatembeanga. Na anatembea akitafuta wa kumeza. Bwana asifiwe. Anatafuta kila siku ya kwamba atameza mtu ama atashika pamoja akafanya na ufalme wake. Kwa hivyo that is why tunafaa kujiandaa katika vita, kwa sababu tunajua kwamba shetani kila wakati anatembea kila anatembea akitafuta kile ambacho atatafuna. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo katika hii vita tunafaa kuwa watu soba. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa nini tuwe soba? Kwa sababu wewe ukiwa soba unajua kwamba ukikutana na mtu ambaye anakutafuta unaweza jua hata maneno yenye anatumia ya kwamba huyu mtu kuna kile anataka. Bwana wetu asifiwe. Lakini ukiwa mtu mlevi hata ukikwambia hivi anaweza kusiwa haraka. Bwana wetu asifiwe. Na ndiposa tunafaa kuwa haraka katika Bwana, kwa sababu tunajua ya kwamba shetani ako huko nje akitafuta kile ambacho anaweza akamiza. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo Biblia inatuambia aje? Inatuambia kwamba that we should put on the full armor of God. Bwana wetu asifiwe. Sasa tunataka kuona katika hiyo silaha yenye tumeambiwa ni silaha gani? Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu tumeona ya kwamba shetani anatembea, anatafuta, anazunguka, akitafuta ya kwamba aweze kuumiza kila mmoja wetu katika maishani. Na ndiposa unaona kuna spirit kingine kanakuongeleshana, kingine kanakuambia aenda kanisani, kingine kanakuambia kwamba umechoka sana. Hiyo spirit ni gani? Hapo ni kale kameletwa na yule muovu, kwa sababu anazurura. Ukitaka kufanyia Mungu kazi anakuambia saa hii sasa hata siwezi. Unaona hapo spirit kanatembeaka yule muovu. Bwana wetu asifiwe. Na sana kanakuonyesha kwamba hata usiingie katika nyumba ya Mungu, usikutane na wale wengine, usiwe na ushirika na wale wengine, ujue hapo ni spirit ambapo anatembea. Na Mungu akusaidie sana hapo spirit uweze kushinda. Na utashindaje hiyo spirit yenye inakuwa inakuvuruta zaidi ya kwa ule mwovu shetani? Tunashinda hivi. Bwana wetu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba silaha ya kwanza tunasikia kwamba ni kofia, the helmet of salvation. Bwana wetu asifiwe. Kofia ya wokovu. Bwana wetu asifiwe. The helmet of salvation.
Bwana asifiwe. Haya, swali ni hili. Kwa nini tunaambiwa ya kwamba tuchukue kofia ya wokovu? Remember, tunaongelea mambo ya askari. Askari ndio aweze kushinda katika vita, lazima awe na kofia. Hata wale uliona walitoka Haiti walikuwa na kofia. Na hiyo kofia inakuwa helmet, si kofia ovyo ovyo. Ni kofia yenye ya kwamba hata mshale ikitoka kwenye inatoka haiwezi damage the brain. Bwana asifiwe. Kwa nini inakataa damage the brain? Because huku katika akili ndio inji ya mtu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunasikia kwamba lazima tuweke kofia ya wokovu katika maishani mwetu. Kwa nini tunaweka kofia ya wokovu? Kofia ya wokovu, ile maana yake sana ni ya kwamba ina protect the mind. Na ujue ya kwamba shetani sana katika maishani ya Mkristo anataka kushika akili ya mtu. Bwana wetu asifiwe. Anakuonyesha ya kwamba vile Mungu si mzuri, anakuonyesha ya kwamba vile hufai kwenda kwa ushirika, anakuonyesha ya kwamba wewe umechoka sana, anakuchezea akili. Bwana wetu asifiwe. Na ndiposa hapo tunasikia kwamba tunafaa kuvaa kofia ya wokovu ndiposa tuweze kushinda yule mwovu. Kwa sababu gani? Ndio to protect our mind. Kwa nini tuna protect our mind? Ndio mind yetu iwe ni mind ambayo ni ya Mungu. Bwana wetu asifiwe. Ndio tuweze kutekwa nyara, akili zetu siweze kutekwa nyara na Mungu. Ndio kila wakati tuwe tunafikiria mambo ya Mungu. Ndio kila wakati tuwe tunafikiria vile tunaweza tengeneza ushirika na Kristo. Na ndiposa tunaambiwa ya kwamba tuweke kofia ya wokovu. Na tunajua kwamba ukiwa na kofia ya wokovu ni nini? Wokovu ni ambaye wewe ulijuana na Kristo na ukakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Na wakati wewe ulikiri Yesu ni Bwana, aliingia katika akili zako na akakwambia, na hiyo akili ikabadilishwa. Bwana wetu asifiwe. Akili yako ikabadilishwa na ikaambiwa ya kwamba wewe ni wa mbinguni. Na ndiposa sasa tunaambiwa ya kwamba ndio tuweze kutekwa nyara katika akili zetu, tunafaa kuweka kofia ya wokovu. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo tunafaa tuwe ready katika akili zetu ziwe zimetekwa nyara na Mungu. Bwana wetu asifiwe. Na ndiposa wakati tutatekwa nyara katika mawazo yetu, tunaona ya kwamba maisha yetu itakuwa sawa. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu gani? Hatutakuwa na ile Mungu akishika akili zetu, itakuwa ya kwamba tunafikiria mambo ambayo ni ya Mungu. Hatutakuwa na ile kutokuwa na hopelessness. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu gani? Mind yetu imeshikwa na Mungu. Wakati shetani analeta hiyo hopelessness, unasikia kwamba huwezi, ama wewe hutaweza, ama unafikia kwamba sasa hivi utajinyonga, wewe uko hali mbaya. Mungu anakukumbusha kwamba wewe ni wa Mungu, wewe nakupenda. Bwana asifiwe. Na ndiposa Mungu anasema ya kwamba tuteke mind yetu, Mungu ateke mind zetu nyara, ndio tuweze kufikiria mambo ambaye ni ya Mungu. Bwana asifiwe. Kunajua kwamba hata wengine wanashikwa na ile tunaita anxiety, wanasikia kwamba sasa saa hii hata mimi sifai, mimi nafaa kukufa. Lakini ukiwa ndani ya Kristo, wewe utakuwa umetekwa mind zako na Mungu, ya kwamba kila wakati utafikiria mambo ya Mungu, kila wakati utakuwa ukifikiria vile utampendeza. Bwana asifiwe. Na ndiposa tunafaa kuwa na
of salvation. Bwana Yesu asifiwe. We should be renewed our mind. Our mind should be renewed. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa mind zetu zile kila wakati zinatengenezwa upya. Kwa sababu gani? Tuko na hii silaha ya wokovu. Na hii silaha ni ile kofia yenye inatuweka ina protect ile mind yetu haitatekwa nyara kabisa na yule mwovu. Lakini Kristo atatushika katika mind yetu na kila wakati tutakuwa tunafikiria vile anataka. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni the helmet of salvation. Ile nyingine tunaita ni ya kwamba breastplate ya righteousness. Bwana Yesu asifiwe. Kale kofia, kale kitu kanawekwa katika kana protect the roho. Bwana Yesu asifiwe. Kanaitwa breastplate. Ni kitu kana protect hapa kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo inaitwa breastplate of righteousness. Ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tuwe na hapo kitu kenye kana protect katika roho? Bwana Yesu asifiwe. Tunajua ya kwamba katika roho hapo ndio tunampenda Kristo. Katika roho hapo ndio tunamjua Kristo zaidi. Kwa hivyo lazima roho yako imeangaliwa vizuri ama imetengenezwa vizuri au ile protected. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa tunasikia kwamba we are protected, our protected, kwa sababu hatutakuwa na wakati wa kwamba roho zetu zitakuwa zinakutiwa kwa yule mwovu, lakini roho zetu zitakuwa zimezingirwa vizuri na hapo kabisa, na tutakuwa kwamba tunamjua zaidi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Biblia in Proverbs 4:23 kusome Proverbs 4:23. Biblia inasema hivi: nani amepata mwingine? Proverbs 4:23, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokazo chemichemi za uzima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini roho zetu zinafaa kuwa zimelindwa? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba guard your heart. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini roho yako inafaa kuwa guarded? Kwa sababu hapo ndio hutoka chemichemi ya uzima wa milele. Hiyo roho, Kristo alikuja kwa roho. Alikuja kutuokoa na alikuja kwa roho ambayo yote iliyopotea. Na ndiposa hapo ndio huwa tunatoka chemichemi ya maji ya uzima wa milele. Hapo katika roho ndio Yesu hukaa. Kwa hivyo ndiposa tunafaa kuweka kale a breastplate, tufunike roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Roho zetu zile kale ya kwamba yule mwovu hatakuta ama hatakaribia katika roho zetu. Kwa nini? Na ndiposa Biblia inasema hapo ya kwamba chunga roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Uchunge roho yako. Kwa sababu gani? Roho yako ndio hutoka chemichemi ya uzima wa milele. And the Bible says, whatever what comes in the mouth is what is in the heart. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho chochote unatoa kwa mdomo kihuwa kinatoka katika roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, kwa sababu kubwa sana ya kuchunga roho yako ni ya kwamba kwa sababu hapo ndio roho Kristo anakaa. Na wakati unakosa kumpatia nafasi, Kristo huwa anatoka katika maishani mwako. Na ndiposa unafaa kulinda sana roho yako. Linda sana roho
roho yako kama kuliko kile chochote ambacho unaangalia. Bwana wetu asifiwe. Unafaa kulinda sana roho yako. Bwana tusomee katika Philippians 4:7. Philippians 4:7. Ile nasema hivi: na amani ya Mungu ipitayo fahamu za binadamu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Tunasikia kwamba amani ya Bwana ambayo ipitaye na sabi iwe kwamba inalinda roho zetu. Bwana asifiwe. Na ndiposa roho yetu inafaa kuwa kila wakati ikiwa na peace of God. Bwana asifiwe. Kwa nini unafaa kulinda roho yako? Ni ya kwamba kila wakati, si kila siku, roho yako iwe na peace of God. Bwana asifiwe. Ati ya kwamba peace ya Mungu iko katika roho yako kila wakati. Bwana asifiwe. Ndiposa unafaa kulinda roho yako. Roho ni pahali Yesu hukaa. Na kuna wakati tukiwa wadogo tulikuwa kuna kapicha ilikuwa kanachorwa roho ambaye ni mzuri na ingine iko mbaya. Roho mzuri ilikuwa roho ambaye iko na Kristo ndani yake. Lakini roho mbaya kulikuwa na machura, kulikuwa na vitu zote baya katika maishani. Hata nyoka ako hapo ndani. Bwana asifiwe. Kwa nini? Roho yetu ni hapo ndio Kristo hukaa. Kwa hivyo tunafaa kulinda sana roho yetu. Tunafaa kuambia Mungu, wacha the peace of God to dwell in our hearts kila siku. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu roho ni pahali ambapo Yesu hukaa. Na ndiposa tunafaa sana tulinde roho zetu. Ndiposa roho zetu zikuwe zikiwa zimetakasika na Mungu kila wakati. Bwana asifiwe. Kwanza tuende kwa Leawan. Hiyo ingine, silaha hiyo ingine ni mchipi wa ukweli. Bwana asifiwe. Mchipi wa ukweli. The belt of truth. Hiyo ndio silaha hiyo ingine. Na nilikuwa nafikiria sana, najiuliza, what is the purpose of a belt? Kwa nini tunavaa belt? Tunavaa belt kuna wakati kuna mchipi, especially wanaume, kuna vile wanasikiaga ya kwamba hawako balance. Wanaitwa sifiwe. Wanasikia kwamba kuna vitu wamelaki katika maishani mwao. Kwa hivyo Biblia inasema ati hiyo mchipi wa ukweli, tuvae mchipi wa ukweli. Mchipi unatusaidia kwamba tunapata balance. Na inafanya ya kwamba hata nguo zenye tumevaa inakuwa it is held together. Bwana asifiwe. Nguo zenye tumevaa ni ya kwamba imeshikwa vizuri pamoja. Kwa hivyo hiyo ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha kwamba wakati tuko na ukweli ndani yetu, ukweli utashika kile ambacho chote kiko ndani yetu. Tutakaa tukiwa waaminifu kwa Mungu. Kwa sababu gani? Tuko na ukweli ndani yetu. Bwana asifiwe. Na ukweli ukiwa ndani yetu itapata mambo yote katika maishani mwetu ya wokovu. Tutakuwa tukijua Mungu zaidi kwa sababu tunajua Mungu kwa ukweli. Bwana asifiwe. Ukijua Mungu kwa ukweli utaweza kusimama imara kwa sababu utajua neno lake, utazama katika neno lako na utajua kwamba Mungu ni mwaminifu na yeye habadiliki kama wala hakuna wakati atabadilika. Bwana asifiwe.
tusomee katika John 14:16. Ndio tujue hii ukweli ni nini. John 14:6. Biblia inasema hivi. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Amen. Mtu kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Amen. Bwana asifiwe. Tunasikia kwamba Yesu ndio njia na ndio ukweli. Bwana asifiwe. Na hakuna ambaye anaweza kwa Baba, anaweza enda kwa Baba asipopitia usipopitia kwa. Kwa hivyo ukijua hiyo ukweli, the truth will set you free. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo Biblia inasema ya kwamba the truth will set you free. Bwana asifiwe. Na ndiposa tukijua ukweli, tukijua ya kwamba Yesu ndio alikuja msalabani na akakufa, na yeye ndio njia, na yeye ndio ukweli, hakuna mtu ambaye atakuja ya kwamba atutoe katika Bwana. Tutakuwa basi, tutaweza kukaa katika nyumba ya Bwana vizuri. Kwa nini? Kwa sababu tumejua ukweli. Bwana asifiwe. Na ndiposa wapendwa, kila siku unafaa ujue ukweli. Unafaa kila wakati unatamani kujua ukweli wa Mungu. Na ukijua ukweli wa Mungu utasimama imara. Kwa sababu gani? Utajua ukweli na ukweli utakuongoza. Wacha tusomee katika John 16:13. John 16:13. Biblia inasema hivi. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Amen. Bwana asifiwe. Tunaona kwamba Roho wa ukweli atatuongoza. Bwana asifiwe. Na tutajua Mungu zaidi. Kwa hivyo, wacha tutamani tuweke mchipi wa ukweli. Bwana asifiwe. Na tukiweka mchipi wa ukweli, hakuna mtu ambaye anaweza kuja, kwa sababu tunasikia kwamba the spirit of truth will guide us. Hatutahitaji mtu akuje atuongoze. Kwa sababu gani? Tukijua Kristo aliye njia na ukweli, hiyo ukweli katika ile spirit utatuongoza. Na ndiposa hakuna mtu ambaye anaweza kuja kuharibu maishani mwetu ama kukuondoa kwa kile ambacho Mungu ameweka ndani yetu. Kwa hivyo wacha tutamani. Na wakati tutakuwa tukitamani katika kukaa na hiyo the belt of truth, kwa nini tutapata? What are the benefits ya kujua ama kuweka hiyo mchipu wa ukweli? Tutakuwa na kusimama imara katika Mungu. We shall have stability in truth. Bwana asifiwe. Tutakuwa stable katika Bwana. Hatutatishwa. Bwana asifiwe. Na ndiposa tukiwa na truth ya Mungu, hakuna wakati tutaenda shakahora. Kwa sababu gani? Tumejua nini ukweli wa Mungu. Utasimama imara. Utaambiwa huku ndio Yesu anaonekana, utaambiwa na kule ndio anaonekana, utaambiwa na nini kukunaye ama kuna kunywesha maji na huku kuna kifagio pale inafagiliwa akiondoe mashida zako zote. Utaenda huko. Kwa nini? Kwa sababu umejua ukweli. Bwana asifiwe. Tutamani tujue ukweli wa Mungu. Na tukitamani tukijua ukweli wa Mungu, mambo ambayo ni ya dunia ni mengi. Ya kwamba tutaambiwa hii maji imetoka Israeli na ukikuja utapona. Hii imetoka wapi? Utakuruzwa na mambo ya dunia. Bwana asifiwe. Hapa hii utasikia ya kwamba iko duniani. Hapa utasikia kwamba hii ndio itakufanya uwe Mkristo zaidi. Bwana asifiwe. Na unakimbilia kwa sababu gani? Unajua ukweli. Let's all be
desire to know the truth of God. Bwana wetu asifiwe. Na tukijua ukweli wa Mungu tutasimama imara. Na tukisimama imara na hapo ndio unaona ukiweka mchipi unasikiaga ya kwamba umesimama imara. Bwana wetu asifiwe. Ukiwa na mchipi umeweka vizuri unasikia kwamba mimi nimesimama imara, sina tashwishi, kwa sababu hakuna nguo inaweza anguka. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu unasikia uko imara. Kwa hivyo nasi wacha tutamani the day of truth. Bwana wetu asifiwe. Tutamani tuweke mchipi wa ukweli. Hiyo ingine, the fourth one is the shoes of the gospel. Viatu ya Injili. Bwana wetu asifiwe. Na hiyo tutapata iko katika verse 15. Kwa nini tunaweka viatu? Kwa nini tunavaa viatu wapendwa? Tunavaa viatu tulinde nini? Miguu yetu isitugandwe, si ndio? Ndiposa tunavaa viatu. Naye Biblia inatuambia kwamba tuweke viatu ya Injili ya Kristo. Na hii Injili, it is the gospel of peace. Ni Injili ya amani, ya kupeleka amani. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anatuambia kwamba we protect our feet. Mungu anatupatia hii viatu ndio miguu yetu iweze kuwa tayari kupeleka Injili ya peace katika maisha ya kila mmoja. Bwana wetu asifiwe. Na swali moja nilikuwa najiuliza, wakati wewe ni mwokovu, unakuwa na hii shoe, unakuwa na hii viatu ya kwamba wakati ambapo wewe unapeleka gospel of peace, ama wewe unakuwa ni mmoja wa kupeleka the gospel of ya mshene huku. Bwana wetu asifiwe. Mungu atusaidie sana ya kwamba wewe unaposimama hata kazini pahali huko, ya kwamba watu wakujue ya kwamba wewe Injili yako yenye unakuanga naye, miguu yako inatembezana Injili ya amani. Bwana wetu asifiwe. Ati ya kwamba wakitaka amani wakaenda kwako, wakitaka hata kazini wakitaka amani wataenda kwako. Kama wewe ni mtoto ukiwa shuleni, kama kuna matatizo katikati ya watoto wengine, wanajua ya kwamba amani tunaweza pata kwa mtu fulani, yeye ndiye anaweza kusaidia kuleta amani katika hii maisha yetu. Bwana wetu asifiwe. Mungu atusaidie sana ya kwamba kila wakati tunaweka viatu zetu, tunakaa imara ya kwamba sisi tutatembeza Injili ya Bwana na tutatembeza Injili ya amani katika kila mtu ambaye tunakaa na yeye, ya kwamba hata neighbor mwenye unakaa na yeye atajua ya kwamba huyu ni mtu ambaye anatafuta amani, ni mtu ambaye anatafuta amani kila wakati, lakini si mtu ambaye anatafuta ugomvi kila wakati, ya kwamba hata katika jirani wako wanajua ya kwamba ukitaka ugomvi unaenda kwa mama fulani, kama mama fulani ndio ako na ugomvi sana. Lakini Mungu atusaidia kwamba kila wakati ile Injili tunapeleka ni Injili ya amani. Bwana wetu asifiwe. Mungu asaidie miguu yetu kila wakati tunapotoka, tunapoenda, ya kwamba katika wakati hata uko safarini, ya kwamba kila mtu anajua kwamba wewe ni mtu wa amani. Na ndiposa kuwa na amani, ndiposa hata unaona hata kukua kwa gari, ukiwa gari imeshikwa kabisa, hata uhitaji mama yako, uhitaji fulani wa fulani, hata baba yako, unahitaji nani? Kristo. Bwana wetu asifiwe. Kwa sababu gani? Uko na amani ndani yako. Uko na amani ndani yako. Na ndiposa hiyo amani yenye iko ndani yako ndio unaenda unagawia watu wengine. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo kila wakati Mungu atusaidie ya kwamba ile Injili ambaye tunapeleka
ya amani. Bwana wetu asifiwe. Na wakati tuko na amani kila wakati, hata katika maishani mwetu, hata katika maisha ya kiroho, tunapoweza ile maybe kulikuwa na mashida katika maishani ya watu, tunaitatua na bring harmony. Bwana wetu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu tunapeleka injili ya amani. Mungu atusaidie sana. Kila wakati, hata wakati kuna chaos, wewe si mmoja wetu wale wa kwamba wewe unataka kuchoma. Wewe ndio mtu wa kuchoma. Wewe katika hata maishani mwetu, ati wewe pahali kuna maneno ya kuchoma, hapo ndio huko. Lakini Mungu atusaidia kwamba kila wakati tunapeleka injili ya amani. Ile ya tano ya kwamba tunaenda kwake with the shield of faith. Bwana wetu asifiwe. Tuliona ya kwamba kuna kale ka breastplate. Kale ka breastplate analinda tu hapa kwa roho. Bwana wetu asifiwe. Hakuna mahali pengine analinda wapi? Hapo kwa roho. Lakini pia gao ya imani hii inalinda mwili yote. Bwana wetu asifiwe. Hata ukiangalia askari akiwa na hiyo gao, anajua kwamba mishale inaweza toka zaidi yote. Bwana wetu asifiwe. Na huyo anajilinda na hiyo gao. Bwana wetu asifiwe. Anajua kwamba shida ikitokea hii side, unajua hapa peke yake, lakini anajua kwamba mishale ikitoka hii side, analeta hii side, analeta gao hii side. Ikikuja analeta hapo, ndio iweze kuzuia ile mishale yote ambayo inaletwa. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo tunajua kwamba Biblia inasema ya kwamba shetani anatupa mishale ya katika maishani mwetu. Bwana wetu asifiwe. Anatuma mishale mingi katika maishani mwetu. Lakini Mungu tunajua kwamba na hii mishale anatupa ni gani? Na anatupa mishale katika maishani mwetu. Mingine anatupa ya kuogopa. Bwana wetu asifiwe. Kutokuamini. Bwana wetu asifiwe. Anatupa hiyo mishale, anakuonyesha kwamba Mungu si mwaminifu. Anakutupia mishale ya kwamba wewe unaogopa kifo, ama wewe unaogopa mambo mengi katika maishani. Lakini wakati anatupa hiyo mishale yote, Biblia inatuambia kwamba we put on the shield of faith. Bwana wetu asifiwe. Tuweke hiyo ngao. Wakati hiyo mishale yote shetani atatupa, analeta mshale wa pia, unafunika hiyo. Bwana wetu asifiwe. Akileta ya kwamba wewe ni mgonjwa, unakufa ama umeshikwa, unafunika na hiyo. Bwana wetu asifiwe. Unamwambia kwamba mimi ni mshindi ndani ya Kristo. Akileta mshale mwingine ya kwamba ya kukuonyesha ya kwamba wewe si kitu, wewe ni bure, anamwambia mimi am peculiar person. Bwana ati mimi ni kwa kujibu katika Bwana. Unafunika hiyo mshale. Bwana wetu asifiwe. Na wakati utaweka hiyo mshale, tunaona ya kwamba kila mshale ambaye, kwa sababu mshale hutokana zaidi moja, mshale inatokana zaidi nyingi. Na niposa hata zaidi nyingine inaweza toka huku juu. Na niposa unaona hiyo kawa, huyo askari anaweka juu, ikitoka juu anaweka hiyo, ikitoka zaidi anaweka hiyo zaidi. Kwa hivyo tunataka kuwa na mshale na ngao ya imani. Na niposa tukiweka hiyo mshale wa imani, tutakuwa tumesimama imara ndani ya Kristo, na tutaweza kuwa washindi kwa sababu tuko na hiyo mshale. Na kwamba tunajua kwamba hata Biblia inasema ya kwamba tukiwa na imani tutaweza simama imara, because without faith we cannot please God. Tukiwa hatuna imani
hatuwezi kufurahisha Mungu. Kwa hivyo tunafaa kila wakati tuwe na imani katika Bwana ya kwamba hata mishale yote ambayo shetani ataleta, ya kwamba tutaweza yote kuirusha nyuma ama kuirudisha penye imetoka, kwa sababu tuko na hiyo ngao ya imani. Bwana wetu asifiwe. Na wakati tutapata what are the benefits ama faida ya kuwa na hiyo nini? Kwa sababu tutaweza kusimama imara katika Bwana. Kwa nini? Tunajua kwamba mishale yote ambayo inatoka popote inatoka, tutajua kwamba sisi tuko na ngao na sisi tuko tayari na sisi tuko washindi, kwa sababu Yesu ako zaidi yetu. Bwana wetu asifiwe. Na tukijua kwamba Mungu ako zaidi yetu, tutakuwa na confidence na Mungu. Bwana wetu asifiwe. Na tutaweza kushinda yule mwovu shetani. Hiyo ingine ya sita ni sword of the spirit. Sword of the spirit. Sword ni upanga. Bwana wetu asifiwe. Tuwe na upanga wa Roho. Upanga ni nini? Ni neno la Mungu. Bwana wetu asifiwe. Tukiwa na upanga wa kiroho, Bwana wetu asifiwe, kila adui ambaye anaweza kuja akijaribu kusema, na ndiposa hata Yesu alikuwa na upanga wa kiroho. Wakati alienda kutaikiwa na shetani, alimwambia kwamba si unaweza badilisha hii mawe iwe ni alikuwa nini? Alikuwa tu ile upanga, akatoa neno. Bwana wetu asifiwe. Akamwambia kwamba sio mkate peke yake inaweza fanya nini? Mtu aishi. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, lazima tujazwe na neno la Mungu. Lazima tujue Mungu zaidi. Bwana wetu asifiwe. Ndio wakati shetani atatuletea majaribu ama atatuletea maneno ambayo ya kutuonyesha kwamba sisi si washindi ama sisi tutashindwa, tunamtolea neno, tunamwambia mimi ni mshindi wa washindi kwa sababu niko ndani ya Kristo. Bwana wetu asifiwe. Ukijua neno utaweza kusimama imara. Na utajuaje neno la Mungu? Utajuaje? Unafaa kuwa unasoma neno la Mungu. Bwana wetu asifiwe. Read the word of God. Bwana wetu asifiwe. Na ukisoma neno la Mungu litaweza kukusimamisha na uweze kusimama imara. Bwana wetu asifiwe. Tena kujua neno la Mungu, unafaa kuwa unakuja kushirika na wale wengine. Kwa sababu saa zingine wakati uko peke yako hutapata nafasi kubwa sana ya kujua neno la Mungu. Lakini wakati unakutana na wapendwa, unasikia neno la Mungu likinena na mtu mwingine, kumbe unasikia kwamba amebarikiwa na kutafakari hiyo neno la Mungu vizuri, au unalishika vizuri kuliko vile ulikuwa unalijua. Bwana wewe asifiwe. Kwa hivyo that is why tunafaa kuwa tusikose kuwa na ushirika na wapendwa. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndio tutadilia neno la Mungu. Bwana wetu asifiwe. Na wakati tutajua neno la Mungu, tutaweza kuresist the devil. Bwana wetu asifiwe. Hatuwezi shinda yule mwovu bila neno la Mungu. Kwa sababu tutasema ya kwamba neno linasema hivi. Akileta hivi tunamwambia neno linasema. Lakini huwezi mwambia Qurani mama yako alisema. Mungu shetani hajui mama yako ni nani. Mama yako hajui ni nani. Hapo wakati unaita mama hakuna mpaka anakupeleka. Bwana wewe asifiwe. Lakini ita Mungu ambaye aliye mbinguni. Ukiita Mungu aliye mbinguni atakuja na atakusaidia. Kwa hivyo ndivyo tunafaa kuwa tumelindwa vizuri, na ndipo tunasikia kwamba tuwe na ile hiyo ngao, ndio posa tutaweza kuresist all the temptation. Bwana wetu asifiwe.
verse 18. Verse 18 tusomee. Verse 18. Verse 18. Biblia inasema hivi: kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Hizo zira zote zimeunganishwa na nini? Na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tukishukua zira zote na tushike maombi, tuwe watu waombezi, tutakuwa washindi. Bwana Yesu asifiwe. Na kila vita ambayo inakuja katika maisha yetu yote, na tunaongea mambo ya vita ya kiroho, tutaweza kushinda. Na Mungu awabariki.